Kutoka chumba namba 1 cha Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, mahakama imekubaliana na pingamizi lililokuwa limewekwa mwishoni mwa juma lililopita na mwenyekiti wa Chadema Taifa, Tundu Lissu, katika kesi ya uhaini inayomkabili mahakamani hapo. Kupitia pingamizi hilo ambalo Jamhuri ililijibu mwanzoni mwa juma hili, Tundu Lissu, ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo, alipinga mahakama kupokea flash diski na memory card kama kielelezo kutoka kwa shahidi watatu wa Jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi John Kaya. Pamoja na mambo mengine, Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyo, ambaye amejitambulisha kama mtaalamu wa picha mahakamani hapo, hana nguvu ya kisheria ya kuwasilisha kielelezo hicho kutokana na marejeo ya hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali alizowasilisha mahakamani hapo. Hata hivyo, jopo la mawakili wa serikali lilipinga vikali hoja za Lissu kwa kuieleza mahakama kuwa mtaalamu huyo anakubalika kisheria kwa sababu ni miongoni mwa wataalamu walioko kwenye orodha ya walioteuliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Ili kuthibitisha hilo, Jamhuri pia ilirejea kwenye hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali. Katika uamuzi wake uliotolewa mapema leo, Jumatano Oktoba 22 mwaka 2025, mahakama kupitia jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru imeeleza kukubaliana na pingamizi la Tundu Lissu, kwani shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria ya kuwasilisha kielelezo hicho mahakamani kwa kuwa yeye ni mtaalamu wa picha za mnato na si mtaalamu wa picha jongefu, yani video, kama inavyohitajika kulingana na kesi hiyo. Hata hivyo, mahakama imesema katika mapitio yake imeona kuwa shahidi huyo ni miongoni mwa wataalamu expert witness walioteuliwa na DPP na kutangazwa na gazeti la serikali GN-745 la Disemba 16 mwaka 2022, lakini kutokana na kile alichokuwa ameomba kuwasilisha mahakamani hapo, hana nguvu kisheria kutokana na utaalamu wake. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.